la bil hawa wan nafsi washaitani. Alimamu Ibn al-Qayyim katika ubeti wa kwanza kabisa anasema wa ibadatu rrahmani sawa ghayatu hubbihi, na kumwabudia Allah ni ukomo wa kumpenda, ma'a dhulli, pamoja na ukomo wa kujidhalilisha, wa kudhalilika, ma'a dhulli abidihi, pamoja na ukomo wa kudhalilika mja wake. Huma, hivyo vitu viwili, qutbani, ndio nguzo mbili za ibada. Ibada ina nguzo ngapi? Mbili. Ya kwanza ghayatul hubbi, ya pili ghayatu dhulli, ukomo wa kupenda na ukomo wa kujidhalilisha. Hivi vitu viwili ni lazima vipatikane kwenye ibada, ni lazima. Sawa? Ni lazima vipatikane kwenye ibada. Lazima kuwe na ghayatu dhulli na ghayatu alhubbi. Kwa hiyo yoyote atakayekuwa yoyote atakayejidhalilisha alafu asipende, hiyo haiitwi kwamba ni ibada. Na yoyote atakayependa alafu asijidhalilishe, haiitwi kwamba ni ibada. Nitapiga mfano kwa mtu na mke wake, mtu na mzazi wake, mtu na mtoto wake, mtu na wazazi wake na rafiki zake. Si unawapenda watu hawa? Na kupenda si ni ibada? Sasa wakati gani utaambiwa kwamba huku kupenda kwako ni shirki? Zikipatikana hizi nguzo mbili. Ikiwa mke wako, baba yako utampenda kiasi ambacho hizi nguzo mbili zitapatikana, ghayatul hubbi, ukomo wa kupenda, na ghayatu dhulli, na ukomo wa kujidhalilisha. Unajidhalilisha kwa mke wako, unajidhalilisha kwa mzazi wako, unampenda ghayatul hubbi, mzazi wako sana unampenda, ule ukomo wa kupenda, na mke wako unampenda ukomo wa kumpenda. Unaambiwa huyu unamwabudia, kwa sababu hizi nguzo mbili zinapatikana kwa nani? Kwa Allah. Sawa? Kwa hiyo mtu ukimpenda mpaka ikafikia hatua hiyo, utakuwa unamwabudia. Ukomo wa kujidhalilisha na ukomo wa kupenda vinapatikana katika ile ibada, itakuwa mfanyaje? Unamwabudia. Lakini unaonaje ikawa mke wako unampenda tu kawaida, hujidhalilishi, hauambiwi kwamba unamwabudia, kwa sababu nguzo mbili hazijapatikana. Sawa? Kadhalika mathalan labda mfalme sawa, ikawa mfalme unanyenyekea kwake yeye, unajidhalilisha kwake yeye, lakini haumpendi, kwa sababu tu kuna maslahi fulani unayataka, kwa unadhalilika, unajidhalilisha kwake yeye, lakini moyoni humpendi, hauambiwi kwamba unamwabudia. Kwa nini? Kwa sababu nguzo mbili za ibada hazijapatikana, ghayatu alhubbi wa ghayatu adh-dhulli. Lakini ikiwa mfalme unampenda ghayatul hubbi alafu unajidhalilisha kwake yeye, tunakwambia wewe unamwabudia mtu huyo. Sawa? Kwa hiyo ibada ili ikamilike ni lazima ikusanye nguzo mbili. Hizi zinaitwa nguzo za nini? Za ibada. Ya kwanza inaitwa ghayatu alhubbi, ya pili ghayatu adh-dhulli, ukomo wa kupenda na ukomo wa kujidhalilisha. Sawa? Haya ndiyo Sheikh Raslan hafidhahullahu ta'ala akapigia mfano akasema, fa innal ibadata hiya kamalul hubbi fi kamali dhulli, hiya ghayatul hubbi ma ghayati dhulli. Kisha akasema faman ahabba shay'an, na yoyote atakayependa kitu chochote, walam yadhilla lahu, lakini hakunyenyekea, hakujidhalilisha kwa kitu hiko, lam yakun lahu abidan, basi mtu huyo si mwenye kukiabudia kile kitu. Waman dhalla lahu, na yoyote atakayejidhalilisha kwa huyo mtu, walam yuhibbahu, lakini hampendi, lam yakun lahu abidan, haambiwi kwamba huyo ni mwenye kumwabudia. Hatta yajmaa al-amrayn, mpaka zikusanyike mambo mawili.
fa idha ata bil mahabbati tammati alkamilati wadhulli alkamili tammi fahuwa alabidu haqqan. Akivileta hivyo vitu viwili, ghayatul hubbi wa ghayatul dhulli, akivileta kwa mtu, basi atakuwa huyo mtu anamwabudia. Sawa? Haya, lakini pia katika maneno ya Imam Ibn Qayyim akasema, wa madaruhu bil amri rasulihi la bil hawa wan nafsi wa ash-shaytan. Katika ibada pia, ili ibada ikubalike ni lazima vipatikane vitu viwili. Kule tumeona arkanu al-ibada, ndio hivyo, nguzo za ibada zipo mbili. Masharti ya kukubaliwa ibada nayo hapo mangapi? Mawili. Ya kwanza al-ikhlas, ili ibada yako ikubaliwe, hiyo unaoifanya hiyo ikubaliwe, ni lazima kuwe na nini? Na ikhlas. Ya pili al-mutabaa, ndio akasema madaruhu bil amri rasulihi, na mzunguko wake sawa ni kwa amri ya mtume wake. Ibada bwana si kwa matamanio wala kwa nafsi wala kwa sheitani. Ibada inasihi kwa mtu kufanya alivyoamrisha mtume sallallahu alayhi wasallam. Tayib.